الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, tumo katika kufasiri na kuelezea maana ya ayati hizi, aya 5 za surati al-Masad, surat Tabbat yada, surat Abu Lahab. Majina yote watu wameita sura hii kwa majina kadha, lakini ilikuwa rasmi ni surat Masad, fi jidiha hablum min masad. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Na tumesema waliotajwa hapa katika sura hii ni Abu Lahab na mkewe Umu Jamil, Arwa bint Harb, dadake Abu Sufyan, ambao wote wanabashiriwa moto na madhara Mwenyezi Mungu kisha declare, kisha toa amri kwamba humratu hammalat hasa fi jidiha hablu min masad, hakuna kutoka. Walikuwa hajatajwa, mbona wengine wamerudi kwa Mwenyezi Mungu wakaamini, wakafuata dini, wakaamini aljanna, lakini hawa wameshatajwa tokea mwanzo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokusanya watu katika Jabal Safa Marwa, Safa ndio kuanzia tawaf sa'i, alipoambia kama tulivyoelezea jana, kwa kuelezea kwamba yeye katumwa na Mwenyezi Mungu, acheni kuabudu masanamu, muabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Mbele yenu kuna moto mkali, semeni la ilaha illa Allah mtafuzu, qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Hapo ndio jeuri zake Abu Lahab, ami yake, akasema ni tabban laka lihadha jama'atana, tabban lak, akaapizwa hapo kwa maneno ya Mwenyezi Mungu mwenyewe, ndio kama moja kwa moja. Na miaka 15 imekuja baada ya hapo, hajaweza kusema kwamba ikiwa nyinyi mnaniambia hivyo kwa nitaingia motoni, basi mimi nakwenda kinyume na maneno ya Mwenyezi Mungu haya, ashhadu an la ilaha illa Allah na Muhammadur Rasulullah. Hawezi wala hakuweza wala hatoweza. Mwenyezi Mungu kishadeclare, basi hapana, atamfunga mdomo wake siseme kabisa. Kwa hivyo alikuwa na time. Gary Miller Canada, huyo alisimu anaitwa Umar sinaje lake, kasema mmoja katika sababu ambazo roho ni Qur'ani, utukufu wake na miujiza, kwamba haya maneno ya Mwenyezi Mungu, yani maneno haya anamchallenge Abu Lahab ataingia katika moto, na ingeliweza kusema tu ikawa dini ya Uislamu wote خلاص mkondo na maji. Uongo maneno, kwa huyu mmoja tukasema ataingia motoni, naye kaslimu akasema ashhadu an la ilaha illa Allah, lakini kafa katika kufuru. Dalili ya kuonesha kwamba haya maneno ya Mwenyezi Mungu hakuna tone moja, la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi. Mwenyewe tanzilu min Allah, haya maneno Mwenyezi yameshuka kutoka kwa Allah. Kwa hivyo aliposema tabbat yada abi lahab wa tabb, imeangamia mikono ya Abu Lahab. Na mikono katika balagha ya lugha, mikono inafanya kazi kubwa sana katika nini? Katika kuelezea personality ya mtu, identity ya mtu, mikono yake. Mara nyingi tunasema kwamba nini, mikono ndio inafanya kazi kubwa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kwanza your stand, mawqif wako wewe, unatoa mkono wako kwa ajili ya kufungamana na yule mtu mwingine na kuweka ahadi, unatumika mkono. Innal ladhina yubay'unaka inma yubay'una Allah, yadullahi fawqa aydihim. Almubay'a kwa mkono,
na mkono wa Mwenyezi Mungu unakuja juu yake. Na tazama walivyokuwa wanabadilisha watu kwa mikono yao wakatoa katika dini ya haki, kwa kuandika maneno yanayotaka kwa mikono yao. Fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim. Na mikono inaweza kufanya kazi kubwa, ndio kwa maana ikawa mikono ndio iliyoangamia, bali mikono ile imma kasabat aidihim, kutokana na uchumi wa mikono yao, na bima qaddamat aidihim, kwa mikono yao iliyotanguliza. Kwa hivyo ukitizama hata Mwenyezi Mungu anasema la tulqu biaidikum ila tahluka, msijitie kwa mikono yenu katika maangamizi, msijiangamize kwa mikono yenu. Kwani Mayahudi walisema nini? Waqala al-yahudu yadullahi maghlula, Mwenyezi Mungu mikono yake imebanika, yani Mwenyezi Mungu bakhili. Astaghfirullah. Ghullat aydihim, mikono yao ndio iliyobanika. Walu'inu bima qalu, na wamelaanika kutokana na yale wasema. Bal yadahu mabsutatan, Allahu akbar, mikono yake imefunguka kabisa. Yadahu mbili, nambari mbili, alif almuthanna, bal yadahu, bali mikono yake miwili, mabsutatan, Allahu akbar, yunfiqu kaifa yasha. Kwa hivyo mikono inaleta maana kubwa sana katika nini? Katika personality ya mtu, katika nini? Uamuzi wa mtu. Kwa hivyo mikono ndio yenye kuchuma. Tabbat yada abi lahab wa tab, ameangamia Abu Lahab. والتب بمعنى الخسران، الخسران والهلاك، hasara kubwa na kwa maangamizi. وتب فعلا قد تب، yani فعلا ameangamia. Hapo anasema hii kuna dua ndani yake na kuna istijaba. Dua maangamizi, dua alayhima, tabbat yada abi lahab, imeangamia mikono ya Abi Lahab. Watabba fi'lan, na fi'lan imeangamia, hii istijaba, na nimkubali kwamba angamie kwa kauli ya Mwenyezi Mungu. Na maneno haya bibi Ummu Jamil, Jamila, sababu alikuwa Jamila, Ummu Jamil, mwanamke katika wazuri wa Maka, mke wa Abu Lahab huyu, Arwa bint Harb, ndugu ya Abu Sufyan bin Harb. Naye alikuwa akiweka vijiti vyenye miba kinjiani, Mtume sasa hivi akanyage aumie, anaweka usiku, anatoka. Iliposhuka sura hii, anakwenda anamtafuta katika Kaaba, anamwona Abu Bakar, Mtume hamuoni. Alipokwenda akaambia Abu Bakar, yuko wapi sahibu yako? Yuko wapi? Akaambia yupo hapa. Akaambia mbona simuoni? Namtania. Akaambia la, yupo. Nasikia kwamba anani ponda kwa maneno. Na Abu Bakar sala haja kuponda, haja kwamba chote. Akasema kwamba anaambia kulli Muhammad, hamuoni kwa mbele yake baba, anaambia anioni. Mwenyezi Mungu atamfunga macho yake, Mwenyezi Mungu atamfunga macho yake. Maratni laqad akhadha Allah bibasariha anni, laqad akhadha Allah bibasariha anni, Mwenyezi Mungu ameondosha, aniwekea malaika kumzinga asinione. Akaambia ukiwa idha raaitahu, umwambie ukimwona, anaambia la ahjuwannahu kama hajani, la ahjuwannahu kama hajani, wala ahjuwanna, nitamponda na mimi na kumshambulia. Maana kwa sababu neno hija katika lugha, katika mashairi, kuna kitu madh na hija, kumsifu mshairi mwingine, kumpraise, nasema madh. Kinyume chake
kumtafutia kila jambo la kumtia aibu na kumtia makosani na kumfanya mdogo kabisa na kwa kizungu wanaweza kusema kwa nini kumhumiliate, kumdhalilisha, humiliate, kumcriticize, kunini, kumoffend, kumridicule, kufanya kama karagosi kwa chochote kile. Hayo yote ni katika hija. Condemn, kubelittle, kufanya kama mdogo, si chochote si lolote. To mock and provoke and blame, kumlaumu, yote ni katika maana haja. Sasa maneno wamraatu hamalata hata fi jidi hablu min masa, taingia pamoja na mumewe katika moto, haina hija yenyewe. Wanaona Muhammad ananitukana, lakini na mimi nitamfanya, na mimi mshairi nitasema kama ni, akasema mudhammaman abaina wa dinuhu qalaina ma wada'aka rabbuka ma qala, qalaina wa amruhu asaina. Wengine wanasema kwamba hii amr ndio abaina na mudhammaman asaina. Mudhammam nini maana yake? Mudhammam ikiwa nyinyi mnasema huwa Muhammad mwenye kuhimidiwa na kusifiwa, la mudhammam mwenye kupondwa na kushambuliwa na kutukana. Yeye ndo kamchagulia Mwenyezi Mungu, hajataka hata neno Muhammad alitaje huyu bibi. Mudhammaman yani mwenye kushambuliwa na kutukanwa na kudhalilishwa na kwa maneno, mudhammaman. Huyo sio Muhammad mwenye kuhimidiwa, kinyume na kuhimidiwa. Mudhammaman abaina, tumekataa. Wa dinuhu qalaina, na dini yake tumeichukia, yani tunaichukia. Wa amruhu asaina, na amri yake tunaiasi, hatumfuati. Ndio maneno makubwa alosema bibi. Maneno alikuwa wakiwakera masahaba maneno haya. Lakini hata wamepata neno la kusema Makureish kutokana na bibi, wakimwona Muhammad wanaita mudhammam. Jambo linakera masahaba sana. Hata mwenyewe Mtume sasa alikuwa akisema ala taajabuna kaifa yusarrifu Allahu anni shatma Quraish. Wana namna gani Mwenyezi Mungu anavoniepusha na matusi yao Quraish. Tazama anavoniepusha. Wao wanasema laana zao Mwenyezi Mungu anaepusha nazo. Yashtumuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman, wakinishtumu na kuntukana na kunilani kwa nini mudhammam, wa ana Muhammad wa ana Muhammad. Natosha nyie waumini mkamkasema Muhammad Rasulullah, mwenye kuhimidiwa kila pahala na mwenye kuhimidi mwenyewe. Kwa hivyo huyu bibi alikuwa hata wanaye wawili. Unajua katika mila za Kiarabu zamani kwamba watoto wanapozaliwa, watoto wadogo na miaka 3, 2, 4 wanaposana kabisa, wanataka mwanangu kwa huyu na huyu kwa mwanangu. Hivi karibuni watu wakitumia mila hizo. Kwa hivyo yeye alikuwa na watoto wawili, Jamil, huyu mraat Abu Lahab. Ikawa mwanae mmoja Utba amemwozesha, ili wakiwa kubwa ndo wanawana hasa. Utba amemwozesha Umm Kulthum, na Utaiba amemwozesha Ruqayya. Na ilipoanza Uislamu tena, unajua Mtume sallallahu alayhi wasallam kaona na umri wa miaka 25, imepita miaka 15 mpaka kuanza kushuka wahi miaka 40. Na ilipoanza wahi miaka ya mwanzo katika sura za mwanzo umeshuka. Kwa hivyo katika 40 na 41, 40, 42, yani baina kuoa mpaka miaka 16, 15, 16, 17 iliyopita, tutategemea kwamba Ruqayya na Umm Kulthum walikuwa umri gani? Wadogo bado, sio? Lakini hawajafika hata 15. Na watoto Utba na Utaiba walikuwa hivyo. Kwa hivyo hamaki zake bibi Jamil akasema خلاص, na patalaka watoto wako hatuwataki. Utba kamwacha Umm Kulthum na Utaiba kamwacha Ruqayya. Mtume sasa ndo alikuwa akingojea kilitaka hilo, bila kutoka kwa kauli kutoka kwake, kutoka kwa wenyewe. Akaachwa na watoto wawili hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja baada mmoja. Akaolewa na Uthman ibn Affan, akafa mwanzo, akamwoa pili, akafa.
hata watu wakasema huyo Uthmani ana kisirani, kila mtoto wa mtume akimuoa anakufa. Akasikia Mtume sasa katia, akamwambia wallahi ingelikuwa na mwingine ingekuozesha. Yani msifikirie kwamba hayo maneno mlikuwa nayo nuksi nini au nini, la abadan, kutoa ile fikra katika akili za watu. Haya ni mwenyewe Mwenyezi Mungu anapanga. Ingelikuwa na mwingine ingelimpa, lakini hakuna tena. Zainab kaolewa na mume mwingine, na Bi Fatima anakuja kuolewa baadaye na mdogo alikuwa anakuja kuolewa na Ali ibn Abi Talib. Kwa hivyo ukitizama kwamba hii kwamba wataka kufanya iko nasab baina yao, ndio kwamba mumewe Umm Jamil Abu Lahab ni ami yake Mtume, na watoto wa Mtume na watoto wa ami yake walitaka kufanya nini, ushemeji baina yao, lakini haujawa, wabakie na kufuru yao. Hata watoto wake Mtume sasa wasiolewa na washirikina. Kwa hiyo Zainab mkubwa wao waliolewa na mume ambaye baadaye kaja kusilimu, lakini kachelewa kusilimu kwake. Na kama walivyosema mfasiri wengine, huyu kumtaja Mtume mudhammam Allah, kutaka kuinua kwa rafi shani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata isitoke katika mdomo wake neno la kumprovoke Mtume au kuishukia, ikawa hata ile jina Muhammad kashindwa kutaja huyo Mjamili. Kashindwa kutaja. La takhruj ismuhu, la yakhruj ismuhu ala lisaniha abadan, katika ulimi wake tuki. Kwa hivyo Rasul sallallahu alaihi wasallam kushuka aya hizi, huyo bibi kaona kwamba ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyemtukana na kumdhalilisha kwa maneno na kusema aliyosema. Lakini kauli kubwa ilikuwa ni kwamba ni tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu. Huyu imra'atuhu ndio hamalat hatab, mbebaji kuni za motoni. Kama alikuwa akibeba vijiti vyenye miba na nini vimchome njiani akipanga, basi naye atampangia mumewe waungue pamoja huko. Imra'atuhu hamalat hatab fi jidiha hablun min masad. Tabbat yada, mikono miwili yada abi lahab, na mkono wake kutajwa kwamba ndio iliyopata hasara na kuangamia, biqasd Abu Jahl mwenyewe. Kule tunasoma nini, yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadah, anapotizama mtu siku hiyo, siku ya Kiyama, ile mikono yake imetanguliza nini katika amali za kheri au amali baya za motoni za shari. Yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Inapokuja aya kama hivi, ma aghna anhu maluhu wama kasab, na mfumo wa fi'l madhi past tense biqasd almustaqbal, ma aghna haijamsaidia, bila haitomsaidia المستقبل. ما أغنى عنه ماله. هي أسلوب وبنادم anapoandika anaandika past and future. What is past is past, what is future is future. Lakini unapokuja katika bahari kubwa ya maneno ya Allah, الماضي بقصد المستقبل بقصد الماضي بقصد الحاضر بقصد أي وقت، لأن الزمن لا يحده، الله لا يحده الزمان ولا مكان، أو مزوي أو كم بانا أو كم restrict na wakati. Innahu kana tawaba wa innahu daiman tawab. Au sio? Mwenyezi Mungu anaposema, kwa sababu vitu hivi kishapanga zamani, kishaandika katika lauhul mahfudh, ipo na kalamu imeshaandika, na kwamba Abu Jahl atakuwa motoni, na kwa hivyo anasema iqtarabat as-saa, saa imekurubia kweli. La, itakurubia ile shaqqa al-qamar. Ukitizama
قولي زوته بفعل ماضي بقصد المستقبل، فعل الزمان لكن نقصد يعني ما أغنى عنه. ukitaka maana hasa haijamsaidia maluhu la mali yake, wa makasaba wala ile aliyochuma. Alipovichuma havijamsaidia kitu, bali havitamsaidia havitamsaidia. Ma aghna anhu maluhu wa makasab wama yughni anhu maluhu idha taradda, atapokaa kadidimia katika moto, ma yughni anhu maluhu, havitamsaidia kitu. Au ma bimaana nini? Nafi, negative, ما يغني حيتم no, it will not help him also بمعنى النفي وبمعنى الاستفهام question. ما kitu gani yughni malu itakamsaidia mali yake wakati analidimia, kitu gani tufanya mali yake imsaidie? Au swali, je, mali yake kweli itamsaidia idha tarada? Kwa hiyo mfumo istifham au mfumo nini nafi, yani kwamba haitamsaidia au je itamsaidia, na jawabu ile moja, sio kwa mifumo miwili yote, na maana inakuja pale pale. Ma aghna anhu maluhu wama kasab, wakasema maluhu ni mali alorithi, wama kasab na ile iktisabu kwa arbah na faida unazipata katika nini, kuzitumia mali zile. Kwa hivyo wama aghna wama yughni anhu maluhu idha tarada, itamsaidia kitu alipodidimia motoni. Na tulipokuja katika surati al-Haqqa, walokuwa vitabu vyao mkono wa kushoto, visimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabia, ya laiti nisingelipewa kitabu, walam adri ma hisabia, ya laiti ningekuwa sijui hisabu yangu iko vipi. Ma aghna anni maliya, anasema kitu gani imenisaidia mali yangu, au ma aghna anni haikunisaidia. Kwa swali iko yote kila pale inaleta double meaning, na yote meaning zinaelekea katika jawabu moja, yani kusudio moja. Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya, nguvu zangu zote zimeteketea, zimeangamia. Kwa hivyo ukichukua au katika aya fama aghna anhum ma kanu yaksibun, hajasaidia kitu kwa wale walikuwa kichuma, na mara chungu zimemitaja dhalika bima qaddamat aydikum وأن الله ليس بظلام العبيد. قدم بأيدي mikono, na kwa hivyo mikono ndio yenye kuchuma mali, na mali hizo zitamsaidia kitu haitomsaidia kitu chochote katika nini katika wakati unadidimia. ما أغنى عنه ماله إذا تردى، ما أغنى عنه ماله وما كسب، vyote alivyovichuma. Hata watoto wanahesabiwa katika kuchuma kwake mtu. Watoto wanaingia waladul insan au waladul mar'i kasbuhu, wanasema Arabu waladul insan au waladul mar'i kasbuhu, watoto wa mtu yeyote yule ni katika vitu alivyovichuma mwenyewe. Kwa hivyo nguvu zako, ilmu yako, watoto wako, mali yako, kila kitu makasab, unaweza kuzikuza ikakupa nguvu katika dunia, ikakufanya na ujabari wako mpaka kwenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu, ukakufuru. Haya ndio itakuwa sababu ya kupeleka motoni. Unapoona aya kama hii sayasla, saufa bimaana mustakbal qarib, karibu ataingia, sayasla naran, moto. Tunasema sisi mara nyingi tunatafsiri sayasla ataingia, lakini sayasla naran bimaana kwamba nini, sayadhuku harraha, ataonja moto wake na kuunguza kwake ni moto. Watasliyatu jahim pia imetumika yasla bimaana kwamba nini, kwamba yadhuku alhar, ule moto atauonja na kuteketea, akaona uchungu wake. sayasla naran dhata lahab. Subhanallah, ndio katika balagha ya lugha, balagha ya maneno ya Mwenyezi Mungu. Kula sema humaza lumaza, imekuja hutama mfumo mmoja humaza lumaza wadraka wal hutama. Hapa imekuja
tabbat abi lahab naran dhata lahab, mamraatu hamalata hatab. Lahab, Abu Lahab yote moto na flame na nini na hatab yenye kuchochea moto. Fi jidia hablum min masad, lifa nini, nyuzi za nini, za fiber za kunini, za kufanya kamba za kunini, za kumbana shingo yake na kumtesa katika moto yenye kuwaka moto, yote moto moto moto. Hii ndio uslubu wa Qur'an, hii ndio balagha ya Qur'an, hii ndio ijazi ya Qur'an. Sayasla nara dhata lahab. Taib, ataingia moto dhata lahab, mwenye kuwaka sana, mwako mkubwa. Na taban katika lugha naita tajanus au tanasub au tanasuq alajib, ilikuwemo namna gani maneno kwa maneno yanavyokwenda pamoja. Ile tajanus yani ile jinsi moja, identity yake, namna gani inapokuwa nini, analogy au homogeneity ilikuwemo katika maneno, namna gani yanakwenda sambamba na munasaba baina neno na nyingine, namna gani yanasibiana au tanasuq unavyoendana kwa pamoja. Ndio uslubu wa Qur'an. Uslubu moja katika uslubu wa balagha hali ya juu kabisa ni mfumo kama huu, kama wanavyosema watu wa lugha. Sayasla naran dhata lahab, atauonja baada kudidimizwa na kutiwa na moto huu. Wa mraatu, kuna kauli unasema kwamba nini, sayasla naran dhata lahab wa atf, yeye ataingia na kuonja pamoja wa mraatu, pamoja na mkewe. Alafu imekuja hamalata kwa fatha, na Warsh wanasoma hamalatu, na kila moja ina maana, na mwisho unakutana wenye maana. Wamraatuhu hamal hatab, kama wanasema ikiwa wamraatuhu ikiwa pamoja na kwenye kuingia pamoja wawili katika moto, na mkewe pia mwenye sifa gani? Mbebaji kuni. Sifa wasfa ya nini? Mraatuhu. Yeye wamraatuhu habari yake fi jidi ya hablul masad, katika shingo yake itakuwa na kamba ya motoni. Sasa swala moja kwamba hapa imetumika wamraatuhu, hajasema zawjuhu. Ukisoma kule mfano wadharaba Allah mathalan lilladhina amanu imra'ata fir'aun, au sio, imetumika mraa. mfano dharaba Allah mathalan lilladhina kafaru imra'ata lut wa imra'ata nuh. Imraa ikitumika, wanasema kwamba hakuna nini, hakuna mawasiliano, hakuna ittifaq, hakuna itihad ikiwa katika dini bidhat, au mawasiliano, mafahamiano hakuna. Inapoingia neno mraa kinyume na zauji, azauja kuna ittifaq bainahum, tawafuq, kuna dini moja, masikilizano, mapenzi, kuna watoto baina yao, zauji imetumika izdiwaja. Kwa hivyo kila ukiona zauji, basi ujue kwamba nini, wote wawili katika dini moja, wote katika masikizano, wote wana watoto, wote. Na ukizama Lut na Nuh wake zao walikuwa si nyingine. Kwa hivyo mraa au zauji, mraa bila shaka. Firaun na mraata Firaun, mraata Firaun alikuwa dini mbali, kwa hivyo umetumika mraata Firaun. Na ukitizama kasema ni Zakaria, wakanat imraati aqira, mraati hakuna watoto kwa dini moja, lakini hakuna watoto. Fahabli min ladunka waliya. Halafu katika hii katika hii Maryam, lakini ukizama katika sura al-Anbiya wa Zakaria idnada rabbahu, alipomwita Mola wake katika dua zake akasema, rabbi la tadharni farda, usiniache peke yangu, wa anta khairul warithin, wewe mbora warithi. Fastajabna lahu, tukamwitikia, tukampa nilichokitaka. Wa wahabna lahu Yahya, na tukampa mtoto. Yeye kasema mraati aqira, sikasema kwa sababu nini, hakuna watoto. Lakini Mwenyezi Mungu kasema wa aslahna lahu zawja. Naona hapo tukamtengenezea ile apate Yahya, ikawa kuna imetoka mirhala mraa ila mirhala zawjia.
subhanallah. Kwa hiyo tukampa mtoto, aslaha lahu zawja. Na ukitizama, kwa hivyo sahiba inakuja bado jingine. Sahiba hapo unakuwa katika alaka zote, la si mke wala si mtu ambaye dini mbalimbali wala chochote. خلاص انقطاع العلاقة الفكرية والجسدية، الفكرة ذاتي خلاص شكتيك. كما نصوم katika nini, يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ولين وصاحبته. ولبقوا الصحبة دنياني hapa mnazini وصاحبته وبنيه katika surati Nisa al-Sa'il au katika surati nini Abasa, zote mbili kwamba nini sahiba, hakuna mawasiliano yote. Lakini jambo jingine tunaposoma katika aya badi'u samawati wal ardh anna yakunu lahu walad, yeye ndo mwenye kuumba mbingu na ardhi, vipi atakuwa na mtoto? Anna bimaana kaifa, anna sio aina wapi, lakini anna kaifa, kama kule anna yuhyi hadhihi Allah baada mautiha, vipi kaifa yuhyi, vipi. Kwa hivyo anna, vipi Mwenyezi Mungu anauza, ndo badi'u samawati wal ardh, ndio aliumba kila kitu mbingu na ardhi. Anna yakunu lahu walad wa lam yakun lahu sahiba, yani li alaka hamna yoyote ya kwamba ni hata katika sahiba. Natosha kwa hapa leo, tutasimama. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.